Leo nataka nijibu maswali yenu yote. Swali la kwanza ambalo liliulizwa ni kama ifuatavyo. Dokta, mbona mimi naenda hospitali, ninapima, naambiwa nina changamoto ya mvurugiko wa homoni, ninapewa dawa, lakini mabadiliko siyaoni, ninakosea wapi? Swali hili nimeulizwa hapa kwenye grupu, na mimi kwa kulijibu nataka nifafanue ama nielezee homoni aina 3 ambazo hizi homoni zisipokuwa sawa katika mwili wako bado utaendelea kuteseka. Hata utumie dawa kiasi gani za kupevusha mayai, hata utumie dawa kiasi gani za kubalance mfumo wa homoni, kama hautashughulika na hizi homoni 3. Homoni ziko nyingi, ila leo nitazungumzia hizi 3, bado utakuwa hujatatua mzizi wa tatizo. Na kumbuka, homoni au mvurugiko wa homoni ni miongoni mwa magonjwa ya lishe. Hivyo tunatakiwa turudi kwenye mzizi wa magonjwa ya lishe ni nini? Nilisema mzizi mkubwa wa magonjwa ya lishe ikiwemo na tatizo la hormonal imbalances ni lishe. Kwa hiyo nitakupa ufafanuzi hapa, lakini pia mwishoni nitatoa nini ufanye ili uweze kuweka mfumo wako wa homoni vizuri. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho. Ila kipengele cha mwisho ni muhimu sana, kwa sababu ndo nitatoa solution ufanye nini ili uweze kuweka sawa mfumo wako wa homoni. Homoni ya kwanza inaitwa oestrogeni homoni. Kama unafuatilia masomo yangu, nilishawahi kuizungumzia kwa upana zaidi, ila leo nitapitia tu kwa sababu nilishawahi kufundisha haya mambo. Nitapitia tu homoni ya oestrogeni. Hii ni homoni ya kike. Ni homoni inayokontrol sifa zote za wewe kuwa mwanamke. Kwa kifupi, ni homoni inayokutofautisha wewe mwanamke na wanaume. Kwa hiyo ni homoni ya kike, oestrogeni homoni. Sasa hii homoni inapokuwa juu kupita kiasi, inapozalishwa kwa wingi kwenye mwili wako kupita kiasi, huwa inasababisha mambo haya yafuatayo. Kwanza, huwa inachochea seli za kwenye ukuta wa matiti na kwenye ukuta wa kizazi kuweza kukua kwa kasi. Kwa hiyo mojawapo inachochea seli za ukuta wa matiti na ukuta wa kizazi kuweza kukua kwa kasi kubwa sana. Sasa hizi seli za matiti na seli za ukuta wa kizazi zikikua kwa kasi kubwa sana, huwa zinasababisha haya yafuatayo. Namba 1, huwa zinasababisha kukua kwa uvimbe kwenye kizazi. Tena uvimbe unakuwa kwa kasi kubwa sana. Kuna mama mmoja nadhani alitoa ushuhuda hapa kwenye grupu. Yeye uvimbe ulikuwa unakuwa kwa kasi kubwa sana. Alitumia dawa nyingi sana, lakini ule uvimbe haukuweza kutoka. Mwisho wa siku akaamua kwenda kufanyiwa operation. Wakaenda wakafanya operation, ila baada ya miaka 2 uvimbe ukarudi tena. Sasa tatizo tatizo sio kwamba dawa hazifanyi kazi, hapana. Tatizo ni kwamba homoni ya oestrogeni kwake ilikuwa nyingi kupita kiasi. Na baadaye nilipompa wazo hili kwamba nenda ukapime homoni ya oestrogeni, alivyoenda kupima akakuta iko nyingi sana kwenye mwili, imezalishwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tukaanza namna ya kuishusha na namna ya kuiweka iwe sawasawa na inavyotakiwa kuwa kwenye mwili. Baada ya muda alivyofuata procedure zingine, tayari ule uvimbe ukayeyuka kabisa na sasa hivi ni mzima kabisa. Kwa hiyo homoni hii inapokuwa nyingi katika mwili wako
inasababisha uvimbe kukua kwa kasi kubwa sana kwenye kizazi. Ndio maana walio wengi hapa mna changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia hizi seli za matiti zikikua na seli za kwenye kizazi zikikua, pia unaweza kupata tatizo la kansa ya matiti na kansa ya kwenye kizazi. Kansa ya matiti na kansa ya kwenye kizazi ni matokeo ya homoni ya ostrojeni kuwa kubwa kuliko kiasi kwenye mwili wako. Lakini dalili nyingine ama ishara nyingine ama madhara yanayosababishwa na hii homoni ya ostrojeni kuwa kubwa ni kupata hedhi isiyokuwa ya kawaida. Hedhi inayoambatana na hofu. Maana kuna wanawake wengine ikikaribia hedhi anaanza kuogopa kwa sababu inamuondoa katika ule ukawaida. Inamfanya hisi kwamba anaingia kwenye vita nyingine. Kwa hiyo hii homoni inapokuwa juu inasababisha hedhi isiyokuwa ya kawaida. Hedhi inayoambatana na hofu, hedhi inayoambatana na maumivu makali. Kwa hiyo kama wewe una hedhi hii ya namna hii, jua kwamba una tatizo la ostrojeni homoni. Lakini pia kuna kupoteza kumbukumbu. Kuna watu homoni ikiwa kubwa wanapoteza kumbukumbu. Kuna unene kupitiliza. Ndio maana unaona wanawake sasa hivi wananenepa tu kwa kasi sababu ya mvurugiko wa homoni. Lakini kuna maumivu, kupata maumivu ya kichwa, kuhisi baridi mikononi na miguuni, nywele kukatika ama nywele kunyonyoka. Sijui kama ndio Kiswahili vizuri nywele kunyonyoka, lakini hii ni ishara ya kwamba homoni ya estrojeni iko nyingi kwenye mwili wako kuliko kawaida. Lakini kuna kukosa hamu ya tendo la ndoa ama hiyo hamu kuisha kabisa. Na hili ni tatizo kubwa sana. Nadhani mmekuwa mkiona nyie hapa maswali mengi yanayokuja ni, Dokta, sina hamu ya tendo la ndoa. Sina hamu ya tendo la ndoa. Nifanyeje? Ndoa yangu inakaribia kuangamia. Ndoa yangu inakaribia kufa kwa sababu sijisikii, au ninafanya tu ili kumridhisha mwenzangu. Ninaogopa asije akaniona labda nimetembea nje ya ndoa na nini. Nafanya ili kumridhisha. Lakini changamoto ipo kwenye mfumo mzima wa homoni zako. Kwa hiyo homoni hii ukibalance, ukishusha ikawa normal kabisa kwenye mwili wako, tayari hizi dalili zote zitapotea. Hiyo ni homoni namba 1. Lakini homoni namba 2 ambayo imesababisha madhara mengi kwenye mwili wa mwanamke ni homoni inaitwa progesterone homoni. Progesterone homoni. Hii homoni inatakiwa iwe ya wastani. Inatakiwa iwe ya kawaida kabisa. Inatakiwa iwe ya kawaida. Sasa inapokuwa chini zaidi, huwa inasababisha haya yafuatayo. Namba 1, maumivu makali sana wakati wa hedhi. Maumivu makali sana wakati wa hedhi. Namba 2, hedhi inayoambatana na kutokwa na damu nyingi na kwa muda mrefu. Hedhi inayoambatana na kutokwa kwa damu nyingi na kwa muda mrefu. Unakuta mtu anatoka damu siku 10, siku 15. Nyewe wenyewe ni mashahidi. Kuna mwenzetu hapa alikuja akasema ametokwa damu mfululizo na ni nyingi kwa muda wa siku 32. Kwa muda wa siku 32. Imagine wewe kama mwanamke unatokwa damu kwa siku hizo mfululizo. Ni mateso makubwa sana. Lakini nashukuru Mungu alikuja tukampa mwongozo wa nini cha kufanya, na sasa hivi yuko vizuri kabisa. Kwa hiyo ukiona wewe una tatizo hili ama una ndugu yako mwenye tatizo hili, jua ya kwamba homoni ya progesterone iko chini kabisa. Anahitaji kuipandisha. Lakini pia tatizo lingine la hii homoni ya progesterone kuwa chini kabisa
ni kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Nimekuwa nikikutana na changamoto hii, mtu anasema yani mimi nikibeba mimba ikifika mwezi fulani inaharibika. Kila nikibeba ikifika mwezi fulani inaharibika. Kila nikibeba ikifika mwezi fulani inaharibika. Tatizo sio kwamba umerogwa. Tatizo ni kwamba homoni ya progesterone iko chini. Unahitaji kuipandisha. Na tumefanya hivyo, tumesaidia watu wengi waliokuwa na changamoto za mimba kuharibika kabla ya wakati, na sasa hivi wanafurahia, wana watoto wao, wana enjoy. Kwa hiyo hizi ni homoni ambazo zimepelekea wanawake wengi kuingia kwenye changamoto nyingi za afya ya uzazi. Lakini homoni ya mwisho inaitwa prolactin hormone. Prolactin hormone hii ni homoni ambayo inatakiwa izalishwe kwenye mwili wako wewe mwanamke unapokuwa mjamzito ama unapokaribia kujifungua, kwa sababu ni homoni inayoratibu uzalishwaji wa maziwa. Ni homoni inayoratibu uzalishwaji wa maziwa kwa ajili ya mtoto anayetarajia kuzaliwa, basi apate chakula chake. Sasa hii homoni ikitokea ikazalishwa kwenye mwili wako kabla ya wewe kubeba mimba, ndo hapo kuna kuwepo na changamoto. Ikitokea ikazalishwa kwenye mwili wako kabla ya wewe kubeba mimba, huwa inasababisha haya yafuatayo. Namba 1, kutokwa maziwa wakati hauna mimba, majimaji kutoka kwenye chuchu na kadhalika. Yani wewe hauna mimba wala una mpango wa kubeba mimba, lakini maziwa yanachuruzika. Majimaji yanajaa kwenye chuchu zako na yanatoka, ukibinya maji yanatoka. Ujue kwamba homoni ya prolactin imezalishwa, kiasi chake ni kikubwa. Lakini pia huwezi kubeba mimba tena. Kama hii homoni imezalishwa kabla ya wewe kubeba mimba, jua kwamba huwezi kubeba mimba tena, kwa sababu hii homoni huwa inazuia mayai kutokupevuka ama kukomaa. Huwa inazuia mayai kutokupevuka ama kukomaa. Ndio maana mimi huwa nawashauri niyo wanawake ambao mnakimbilia kununua dawa za kukomaza mayai, dawa za kupevusha mayai, kabla ya kufanya vipimo mnajiweka katika hatari kubwa zaidi ya kuharibu mfumo mzima wa homoni. Kwa sababu tunasema hivi, unapotaka kutatua changamoto inayotokana na lishe, usitumie sumu. Dawa tunazozitumia ni sumu. Kwa hiyo kama wewe una tatizo hili la kutokubeba mimba na una dalili hii ya maziwa kujaa, chuchu kutoa maji na kadhalika, jua shida iko kwenye prolactin hormone. Prolactin imezalishwa kwa wingi kwenye mwili wako, hivyo unahitaji kuibalance, unahitaji kuipunguza kabisa. Lakini pia dalili nyingine ya hii homoni kuzalishwa kwa wingi kwenye mwili wako ni maumivu ya matiti. Ni maumivu makali ya matiti au matiti kujaa sana, hasa unapokaribia period. Kwa hiyo kama una dalili zote hizi nilizozitaja, unatakiwa kucheza na namna ya kudhibiti hizi homoni 3. Homoni nimesema ziko nyingi, lakini hizi ndo zimekuwa msingi katika mwili wa mwanamke. Na hapa nitakupa namna ya kuweza kusuruhisha hizi homoni. Njia hii ukifuata itakuletea matokeo makubwa sana. Na kama utahitaji kusimamiwa, kufuatiliwa, utaniambia hapa kwenye comment section. Kazi yangu ni kuhakikisha wewe unapata furaha. Kazi yangu ni kuhakikisha wewe unabeba mimba. Kazi yangu ni kuhakikisha wewe yani unaondokana na changamoto zote za mvurugiko wa homoni. Kazi yangu ni kuhakikisha wewe unafurahia tendo. Kwa hiyo kuna njia ambayo nitakupa hapa. Ni programu ya lishe. Ni programu ya lishe ambayo nimeitumia kwa watu wengi na imeleta matokeo. Kwa hiyo nitakupa kwa kidogo, lakini ukifanyia kazi itakusaidia. Programu yenyewe ni kula chakula sahihi pamoja na intermittent fasting. Kula chakula sahihi pamoja na intermittent fasting.
Hivi vitu viwili vitabadilisha maisha yako. Intermittent fasting ni kufunga. Unaweza ukaamua kufunga kwa masaa 12 na ukaamua kufunga kwa masaa 24. Sasa kama tatizo lako ni sugu la muda mrefu, ninashauri ufunge kwa masaa 24. Kama hautaweza basi utaandika hapo kwenye comment section ama tutawasiliana ili nijue namna ya kukuguide uanze na masaa 12. Alafu baadaye tutaenda kwenye masaa 24. Kufunga, intermittent fasting. Lakini namba 2 nimesema unatakiwa kula chakula halisi. Chakula halisi. Naposema chakula halisi, maana yake unatakiwa kuomiti ama kuacha matumizi ya vyakula vya wanga. Unatakiwa na hasa hapa nazungumzia wanga nyepesi. Unatakiwa kuacha kutumia vyakula vya sukari. Unatakiwa kuacha kutumia vyakula vya mafuta yatokanayo na mbegu. Pale umefunga masaa 12 au umefunga masaa 24, basi unapofungua hakikisha unakula chakula halisi. Acha kula wali, acha kula ugali, acha kula chapati, acha kula keki, acha kula tambi, yani vyakula vyote ambavyo ni wanga nyepesi, vyakula vyote vya ngano, achana navyo. Lakini vyakula vyote vitokanavyo na mafuta ya mbegu, mafuta ya alizeti, mafuta ya nini, achana nayo. Vyakula vyote vya sukari, achana navyo. Napozungumzia sukari, nazungumzia matunda yote yenye sukari nyingi, achana nayo. Asali, achana nayo. Sukari ya kukoroga kwenye chai, achana nayo. Zingatia kutumia matunda yanayo yenye sukari kidogo, kama parachichi, matango. Ni matunda ambayo yana sukari kidogo na yana uwezo mkubwa sana wa kubalance homoni zako kama utazingatia intermittent fasting. Lakini vyakula vya kutumia, unatakiwa kuzingatia matumizi ya protini kwa wingi. Protini kwa wingi, narudia. Unatakiwa kutumia protini kwa wingi. Protini ya nyama, hapa ni nyama aina yoyote ile. Samaki aina yoyote ile. Tena ukipata wale samaki wenye omega 3 itakuwa vizuri. Samaki kama sangala na kadhalika. Lakini pia dagaa unaweza kutumia, kuku unaweza kutumia, na samaki yani nyama ya aina yoyote ile unaweza kutumia. Lakini pia mafuta, tumia mafuta ya olive oil, mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya parachichi, mafuta ya mawese. Hayo ndo mafuta unayotakiwa kutumia. Kwa hiyo hata kama utaamua kupika nyama, basi upike nyama kwa kutumia eza mafuta ya nyama yenyewe au mafuta ya mzeituni, nazi, mawese na kadhalika. Kama ni samaki, upike kwa kutumia mafuta ya samaki yenyewe au mafuta ya mzeituni au nazi na kadhalika. Lakini pia unaweza ukaamua kutumia wanga kidogo. Na wanga hapa nao uzungumzia ni complex carbohydrate, wanga mgumu, viazi vitamu, mihogo, magimbi, maboga, ndizi za kupika. Tumia hizi, na ukiamua kukaanga, tumia mafuta niliyoyazungumzia. Mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya mawese, mafuta ya parachichi, mafuta ya karanga na kadhalika. Lakini pia hapa kwenye hii lishe tumia mboga za aina yoyote. Mboga za aina yoyote. Bila kusahau spinach ni nzuri sana katika kubalance hormone. Parachichi cabbage ni nzuri sana katika kubalance hormone. Na viungo, unaweza kutumia viungo vya aina yoyote. Hapa tunazungumzia vitunguu,
vitunguu maji, vitunguu swaumu, karoti, pilipili hoho, pilipili manga na kadhalika. Hivi vyote pia unaruhusiwa kutumia. Sasa unaandaaje mpangilio wako wa chakula kwa siku? Na hapa tumesema hivi, utaopti kula mara 2 kwa siku au mara 1 kwa siku. Kama utaopti kula mara 2 kwa siku, basi mlo wako wa kwanza uwe ni kati ya saa 6 na saa 7 mchana. Na mlo wako wa pili uwe ni kati ya saa 12, saa 1 mpaka saa 2 usiku. Achana na breakfast. Achana na breakfast. Kwa sababu hii lishe nayokupa ni ya lengo fulani. Yani hauli kwa sababu ya kushiba, hauli kwa sababu ya kuburudisha mwili, unakula kwa ya lengo fulani ambalo utaifuata hii program kwa muda fulani, afu baada muda fulani utapona na utarudi katika hali yako ya kawaida. Kwa hiyo ninakupa mpango wa siku nzima wa chakula. Mpango wa siku nzima wa chakula. Kama utahitaji ni kuandalie mpango wa wiki nzima ama mwezi mzima, utaniambia hapo kwenye comment section au utanipigia simu. Lakini mpango, yani ratiba yako ya chakula inatakiwa iweje? Mfano, asubuhi amka usile chochote, ila unaweza kunywa maji ya chumvi ya mawe. Maji ya chumvi ya mawe. Usitumie chumvi ya kawaida. Usitumie table salt. Tumia chumvi ya mawe. Tafuta kiasi kidogo cha chumvi, weka kwenye maji, koroga na kunywa. Hapa na nashauri kunywa glasi 1 tu ya maji ya chumvi ya mawe asubuhi ukiamka. Alafu subiri ifike saa 6 au saa 7. Andaa lunch yako. Sasa lunch yako inatakiwa iwe hivi. Unaweza ukaamua kutumia nyama ya aina yoyote. Nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku, nyama ya aina yoyote ile. Lakini pia unaweza ukaamua kutumia samaki, ama unaweza ukaamua kutumia dagaa. Lakini pia andaa mayai 3 mpaka 4 ya kienyeji. Yachemshe vizuri, ndo chakula chako hicho cha mchana. Au unaweza ukaamua kuyakaanga. Ukiyakaanga hakikisha unatumia mafuta sahihi niliyoyataja. Kwa hiyo unaweza ukala nyama, ukala mayai 3 mpaka 4. Alafu kaandaa na mboga zako za majani, kama ni sukuma wiki, kama ni Chinese, kama ni spinach. Wewe mwenyewe utajua. Andaa mboga zako za majani za kutosha, kula. Na hapa hakikisha unakula unashiba. Hakikisha unakula unashiba. Hicho ni chakula cha mchana kwa wewe ambaye utaamua kula mara 2 kwa siku. Na jioni ambapo nimesema unatakiwa ule kati ya saa 12, saa 1, saa 2. Andaa maziwa yako mtindi kikombe 1. Andaa samaki yako, samaki tu ambayo kila utashiba. Andaa mboga zako za majani. Andaa parachichi 1. Narudia, andaa parachichi 1. Unaweza ukaweka na tango kwa mbali. Iwe ndo mlo wako wa usiku. Kula na hakikisha unashiba. Alafu ukimaliza fanya shughuli kidogo. Unaweza ukafanya shughuli kidogo kama dakika 5, 10 mazoezi na nini. Alafu baada hapo unaweza ukaendelea na mambo yako mengine. Ukifanya hii formula mfululizo kwa muda wa wiki 1, wiki 2, utaanza kuona mabadiliko katika mwili wako. Kama ulikuwa hauna hamu ya tendo la ndoa, utaanza kuhisi taratibu hamu ya tendo la ndoa. Kama ulikuwa na mauvimbe, utaanza kuona yanapotea moja kwa moja. Hii ndo ni mpango wa chakula kwa mtu ambaye atakaye opti kula mara 2 kwa siku. Na mtu atakaye opti kula mara 1 kwa siku, ambapo sasa mimi ndo nashauri iwe hivyo, kwa sababu hii inakuletea matokeo ya haraka sana. Opti kula kila siku saa 12 jioni.
kati ya saa 12, saa 1 au saa 2 jioni. Na hii ni nzuri kama wewe una uzito mkubwa, na kama wewe una uvimbe kwenye kizazi ama una kansa. Hii ya kula mara moja kwa siku, ambao ni kati ya saa 12, saa 1, saa 2, ni nzuri sana kwako, itakupa matokeo ya haraka sana. Asubuhi ukiamka, kunywa glasi 1 au 2 za maji ya chumvi ya mawe. Alafu ukaedeshi bila kula chochote. Ikifika mida ya saa 7, saa 8 ukahisi uchovu, ukahisi njaa, ukahisi nini, kunywa tena maji ya chumvi ya mawe. Unaweza kunywa glasi 1 au 2. Kunywa maji ya chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe huwa inakupa nguvu, lakini pia huwa inakurudishia baadhi ya madini ambayo yamepotea kwa wewe kufunga kwa muda mrefu. Lakini pia inakata kiu ya njaa, Alafu ikifika saa 12, saa 1, saa 2, andaa chakula chako. Sasa chakula chako kinakuwa tofauti kidogo na kwa ile ambaye ameopti kula mara 2. Na hapa nazungumzia kwa mwenye uvimbe kwenye kizazi na mwenye unene mkubwa. Hapa tumia carnivore diet. Carnivore diet ni diet inayotengenezwa na nyama peke yake na bidhaa zitokanazo na nyama. Hapo utakula nyama, inaweza kawa nyama choma au nyama roast, nyama yoyote ile. Ila ukiamua kuipika, hakikisha unatumia mafuta ya nyama yenyewe au mafuta ya mzeituni ama mafuta ya nazi. Weka nyama ya kutosha, lakini pia weka chemsha mayai 2 mpaka 3. No, 2 ni machache. 2 mpaka 4. Mayai 2 mpaka 4 ya kienyeji. Yachemshe, au unaweza ukayakaanga kwa kutumia mafuta halisi niliyozungumza, au unaweza ukayachemsha. Alafu weka mtindi wako, maziwa ya mtindi, kunywa na kula. Yani andaa lishe ya hivi vitu nilivyovitaja, lakini hakikisha utashiba. Kula na ushibe. Ukishashiba, basi fanya mazoezi hata dakika 5 ama 10. Sio mpaka uende gym ufanyeje, unaweza ukaopti kutembea au unaweza ukaopti kufanya shughuli mbalimbali kidogo tu kwa muda wa dakika kadhaa, alafu uendelee na shughuli zako. Ukifanya hivi na kuhakikishia ndani ya wiki 1, wiki 2, hayo magonjwa yote yatapotea. Utaanza kupata hamu ya kufanya mapenzi, utaanza kufurahia tendo la ndoa, hormones zitaanza kujiarrange zenyewe, lakini ngozi itaanza kubadilika, utaanza kunawili, afya itarudi, uzito utakaa vizuri kabisa. Ninafanya hivi kwa sababu nina shuhuda nyingi sana za watu ambao nimewasaidia. Mmoja juzi kutoka Shinyanga kaniambia amekata kilo 6 ndani ya wiki 2. Kilo 6 ndani ya wiki 2. Na alikuwa na uzito wa kilo 96. Kwa hiyo hapa amebaki na uzito wa kilo 90. Kwa hiyo hope tukiendelea na system hizi kuja kufika mwezi 1, miezi 2, basi utakuta tu amelenji kwenye kilo zake 70, 80, kidogo zitamsaidia, lakini pia ataweza kufurahia. Mwingine nimepata ushuhuda kutoka Mbeya, ameweza kuconceive, yani mfumo wake wa homoni umekaa sawa, hedhi imekaa sawa, mayai yamepovuka kwa wakati na ameconceive. Kwa hiyo hii ndo fursa ya wewe mwanamke kupata uponyaji pasipo kutumia gharama kubwa za madawa. Kama utakuwa na swali utauliza hapa.